kaja mtu getini pale anataka kwenda admission, anapokelewa pale getini, anaambiwa admission ni pale. Anakwenda admission, hamkuti kwa mfano afisa kwenye deski lake, anakaa nusu saa, anatoka, anaondoka. Mimi rai yangu ni kwamba yule mtu wa getini atakuwa hajafanya kazi yake vizuri kama kwanza alipompokea hakumuuliza una ahadi na mtu au una ahadi na mtu. Kama hana ahadi ya mtu na mtu, pale pale getini, yule askari wetu aulize kule admission, jamani, yuko nani huko ofisini? Yuko fulani na fulani, mwambie fulani kuna mgeni hapa anakuja huko. Atoke yule mgeni akijua anakwenda kwa nani. That is innovative practice, na wamalizi wetu wote wafanye mambo hayo. Kwa hiyo akifika kule admission, akimkuta mtu akikaa muda anaokaa akasema hakumkuta mtu, atarudi. Sasa akirudi pale getini, yule askari anatakiwa muulize tena, bana, vipi habari yako ya kwenda kule admission? Ulifika? Ndio nilifika. Umemkuta nani? Nimemkuta fulani. Shida yako imemalizwa? Shida yangu haikumalizwa bwana, kuna kitu kadha 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 hakikwenda sawa sawa. Yule mlinzi anachukua notes pale ili tupate feedback. Kwa hiyo tukifanya mikutano yetu ambayo walikuja watu hapa, kulikuwa na shida hii na hii na hii, mtu wa admission hakufanya hivi na hivi na hivi, kwa hiyo yule mtu service yake haikuwa complete. That is what you call innovation. Sasa sisi tunaweka tu matangazo yale innovative, creative, cooperative, lakini hatuyaishi mambo yale. Kwa hiyo mimi sikuendea huo kwenye attributes zile za values za taasisi, kwa sababu kwa rai yangu mimi yale si mambo muhimu. Muhimu is living the values, na watu wengi hatufanyi mambo haya. Sasa sisi kama Waislamu tuanze sisi ili watu waone tofauti kati ya values za Kiislamu na value ambazo si za Kiislamu. Nawaambia watu, kwa mfano mimi, hii habari ya kudanganya danganya kwenye simu, mtu ambaye uko wapi, ambaye niko Kariakoo, kumbe hayuko Kariakoo, yuko Msimba, hayuko Kariakoo, yuko Kariakoo, kumbe yuko Magomeni. Yeye anaona jambo la kawaida tu, lakini ni uongo huo. Ni casual, lakini ni uongo. Kwa hiyo tuishi kusema ukweli all the time. If we do that, alhamdulillah, watu watatuona sisi watu wa maana na tutaendelea inshallah. Sheikh Alfani, mimi nimemaliza, nilikuwa naongeza tu hapa. Asante sana Prof. Jazakallah khair. Nilikuwa nimepata changamoto kidogo Ndio katika bwana. mtandao, lakini alhamdulillah nashukuru tumeweza kurestore kurudi. Kwa kweli ni kushukuru sana kwa hayo uliotufikishia juu ya sifa za kiongozi. Jazakallah khair. Kwa sasa ni kuruhusu kama una majukumu yako mengine kuweza kuendelea nayo, na kama utakuwa nasi tutafarijika kwa michango yako katika yale ambayo tutakuwa tunayaeleza huko mbeleni. Ndugu washiriki, sasa tunaendelea katika mada yetu ya uongozi pale tulipokuwa tumeishia katika sehemu iliyopita, na leo tukiwa tunaendelea katika mada yetu ya uongozi, tunaangalia swala la umuhimu wa uongozi baada ya kuwa tumeangalia haya yale yaliyopita, na tulipoishia ilikuwa ni uongozi wa dira, na tunaendelea kusisitizishana juu ya wewe kama kiongozi, wewe kama Muislamu, nini dira yako? Okay. Nini dira yako binafsi? Nini dira ya taasisi yako? Na ni muhimu sana kuwa na hiyo dira, kwa sababu kama hujui wapi unataka kwenda, ni wazi ya kwamba hutokuwa na mikakati yoyote ya kufika hapo unakotaka kwenda. Na tukaeleza juu ya Mtume SAW na dira aliyokuwa nayo, na sisi tunaweza kuiga hapo. Wakati mwingine sio kwamba unahitaji kuvumbua dira nyingine, lakini kwa mfano Mtume SAW tunaweza kuiga dira aliyokuwa nayo Mtume SAW, na yeye ndiyo kiongozi wetu mkuu, kuweza kuishi au kujiongoza na kuongoza taasisi zetu. Umuhimu wa uongozi katika jicho la Uislamu ni muhimu sana, ni muhimu sana, yaani ni fardh kifaya,
ni fardhi inayojitosheleza, kwa maana wote hatuwezi kuwa viongozi katika jumuiya au katika nchi au katika mkoa na kadhalika. Lakini kama ni katika familia ni lazima awepo kiongozi. Bali hata katika msafara wa watu wawili, kama alivyosema Mtume SAW katika hadithi hii ya Sunan Abi Daud, ya kwamba wanaposafiri watu watatu, wanapokuwa watu watatu wanasafiri pamoja, ni lazima wamchague kiongozi wa msafara huo, ni lazima wamchague kiongozi katika msafara huo. Sasa hii inaonyesha katika huo mjumuiko mdogo tu wa watu watatu kunatakiwa kuwa na kiongozi, lakini ukija katika mjumuiko mdogo kabisa katika family ambao huwa watu wanaanza wawili, mume na mke, tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshamteua mwanaume kumwongoza mwanamke. Kwa hivyo swala la uongozi na kiongozi ni swala muhimu sana. Ibn Qutaiba, huyu mwanachuoni nafikiri katika karne ya 9 ya Uislamu, alisema ya kwamba la budda linnas min imamin yuqimu fihim hudud Allah. Sasa ukija katika sura ya kinchi au ya kidola, anasema mwanachuoni kwamba ni hakuna budi watu lazima wawe na kiongozi ambaye atakuwa anasimamia mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa yujma kalimatuhum, na ambaye atakuwa anawaleta pamoja, kuwaleta pamoja, kuwaunganisha, ili wawe na kauli moja, ili wawe na kauli moja na mwelekeo wa pamoja. Wayukimu fihim aladli, na ili aweze kusimamisha uadilifu katika jamii hiyo. Kwa hivyo kwa dalili hizi chache, ziko nyingi katika mtazamo wa Uislamu. Uongozi na kiongozi una nafasi muhimu sana, una nafasi muhimu sana, kuanzia katika ngazi ya familia mpaka katika ngazi nyinginezo za kijumuiya, za kitaasisi, za kimtaa, za kitaifa na kadhalika. Na wanaeleza wataalamu kwamba tunaishi katika jamii ambayo ina mambo mbalimbali yanayoibuka, yani change is constant. Kuna mabadiliko mbalimbali yanayojitokeza. Kuna mabadiliko mbalimbali ya mambo yanayokuja, mambo ya kiteknolojia na mambo mengineyo yanayoibuka katika nyanja tofauti, iwe kielimu, iwe katika masala ya kiafya, iwe ni katika masala ya kimiundombinu na kadhalika. Mabadiliko yanakuja katika mambo ya kidunia, na vile vile kuna mambo yanasukumwa katika kutaka kubadilisha masala ya kidini vile vile. Sasa ni muhimu sana kuwa na kiongozi ambaye ataweza kuyatatua au kuyatolea mwelekeo mambo mapya kama haya. Mambo mapya yanapoibuka yanahitaji uongozi juu ya kipi tunakwenda nacho, kipi tunakiacha. Kwa hivyo unahitajika maamuzi yafanyike ili tutoke katika utata. Inapokuwa kuna mambo yameleta utata, kuna njia zaidi ya 4 5 katika kulifikia jambo, ni lazima tuwe na kiongozi ambaye ataweza kutuongoza katika kufikia maamuzi juu ya rai moja ambayo tutakwenda nayo, ili vile vile kuleta athari katika jamii, kuleta matokeo mazuri katika jamii. Ili iweze kwenda mbele inahitaji uongozi, na tunaona katika mifano ya kitaasisi, mifano ya kinchi, moja katika sifa za nchi ambazo zinapiga hatua ni kwa maana ya uongozi. Ulikuwepo, kuna uongozi ambao ulitengeneza mwelekeo na ulitekeleza hatua kadha wa kadha kwa dhati kabisa na kwa umahiri, ili kuweza kuyafikia matokeo hayo, ili tupate matokeo mazuri katika hatua yoyote ndani ya kifamilia, au hata kama wewe mwenyewe ndio unajiongoza. Ni lazima ujiongoze vizuri ndio uweze kuyapata haya matokeo. Bila kujiongoza vizuri hutopata matokeo. Bila kuiongoza taasisi vizuri
haitopata bila kuiongoza familia vizuri, na bila kuwa na uongozi, familia hiyo haitoweza kuwa na athari nzuri. Kwa hivyo vile vile umuhimu wa uongozi ni kulinda haki za watu wengine. Unahitajika uongozi kulinda haki za watu. Tutolea mfano mdogo tu katika familia. Tena familia kuna mume, kuna mke, kunaweza kukawa na watoto, ikawa kuna ndugu na jamaa na kadhalika. Hawa watu wana mafungamano, wana haki, kuna haki na wajibu baina ya pande hizi, baina ya mume na mke na watoto na wengineo. Kwa hivyo lazima apatikane kiongozi ndani ya familia ambaye hata itakapokuwa kuna haki ya mwingine imevunjwa, aweze kuisimamia na kumhakikisha aliyevunjiwa haki yake anaipata haki yake. Na yule ambaye itakuwa amefanya vibaya aweze kusahihishwa, kurekebishwa. Kwa hivyo amesema hapa Ibn Qutayba kwamba alimamu liladil walaysa lilhawa, yani kiongozi na uongozi unatakiwa uwepo kwa ajili ya kusimamisha uadilifu na si kufuata matamanio tu ya nafsi. Kwa hivyo kiongozi katika taswira, katika mtazamo wa Kiislamu na umuhimu wake ni kwamba anatakiwa alinde haki za watu, alinde haki ya uhai, heshima zao, imani zao, akili zao, okay, na masala yote ya kiuchumi katika utafutaji wa mali, kulinda mali zao na kadhalika. Kwa hiyo lazima upatikane uongozi kwa ajili ya kulinda haki za watu katika jamii, na kama tulivyosema kwa kiwango kidogo kabisa cha mimi na wewe, kwamba ni lazima familia iwe na uongozi, iwe na kiongozi ili aweze kulinda haki na kutimiza haki za wale ambao anawaongoza. Vile vile kutatua mifarakano. Uongozi unahitajika kutatua mifarakano, na hapa tuna kaida moja nzuri sana katika fiqh ya Kiislamu ambapo inasema panapotokea matatizo ya rai nyingi, kuna rai nyingi katika fiqh yetu ya Kiislamu katika masala mbalimbali. Kwa mfano tu hili jambo liko mbele yetu hapa, swala la kufunga mwezi wa Ramadhani, mwezi wa kitaifa au mwezi wa kitaifa, na zina dalili thabit katika pande zote mbili hizi. Kwa sababu tungekuwa na kiongozi mmoja wa kidini tunayekubaliana naye na tutashauriana naye na kuwa kiongozi wetu, ni kwamba huyu kauli yake itaondoa hii ikhtilaf, kwa sababu kuna fiqh inayosema hukmu lhakim yanziu likhtilaf. Hukumu ya mtawala, ya kiongozi ina settle, inamaliza tofauti, inamaliza tofauti. Na tunaona katika baadhi ya nchi za jirani kama Uganda, kulikuwa na hili jambo, japokuwa lilifanywa na kiongozi sio wa kidini. Idi Amin alitoa kauli ambayo kwamba tutakwenda na mwezi wa kimataifa, na bahati nzuri kauli hiyo ikawafikiwa na ikafuatwa na watu wote, ikawa imetatua. Lakini hatuzungumzii hapa leo mtawala wa kidola, lakini mtawala, yani kiongozi katika Waislamu ambao wanakubaliana naye, wameshauriana naye, na hivyo itakapokuwa kiongozi huyu ambaye wote tunamkubali na akatoa hukumu katika swala ambalo lina ikhtilafu, huwa ikhtilafu ile inamalizika, inatakiwa imalizike, na inakuwa kwetu wajibu kuitii amri ile, kwa kuwa ni kiongozi wetu, ni kiongozi ambaye tumekubaliana naye, tumekubaliana juu ya kutusimamia masala yetu. Kadhalika kiongozi katika Uislamu anapokuwa ni mwadilifu, ana ujira mkubwa sana. Kwa hiyo kuna fadhila unapokuwa kiongozi na ukawa ni mwadilifu, na kuna hadithi mashuhuri juu ya watu saba ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapa kivuli, si kwamba hamna kivuli isipokuwa kivuli chake. Wa kwanza kabisa anatajwa al-imamu al-adil. Okay, imamu mwadilifu, kiongozi mwadilifu, atakuwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama. Na kuna fadhila nyinginezo, lakini tutosheke juu ya
fadhila anazozipata kiongozi mwadilifu, mojawapo ni hiyo. Tuje kwenye hatari, tuje kwenye hatari ya uongozi. Uongozi kama tulivyoeleza katika darasa lililopita ni amana kubwa na ni mzigo mkubwa katika mabega yanayoongoza. Kwa hivyo ni kitu cha kuhadhari nacho, na bila shaka baadhi yetu tayari sisi ni viongozi, kwa kuwa mfano wewe mume ndani ya familia tayari ushapewa hii amana. Ushakuwa mume tu ndani ya familia, wewe tayari ushapewa amana ya kuongoza. Na hata mwanamke pia ndani ya familia ni kiongozi, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullukum rai wa kullukum mas'ul, kila mmoja ni kiongozi, ni mchunga na kila mmoja ataulizwa. Okay, kwa hivyo mwanamke pia ni kiongozi katika ni msimamizi, ni mchunga katika mali ya mumewe na watoto, okay, na mume mwenyewe pia. Kwa hivyo tunapozungumzia uongozi wa mwanaume katika familia, hatumaanishi kwa mwanamke yeye hana role kabisa. Hapana, naye anayo nafasi yake ya uongozi, lakini kiongozi wake mkuu ni mumewe. Itakapokuwa jambo haliendi kinyume na mafunzo ya Uislamu, anapaswa mwanamke kumtii mumewe. Kwa hivyo iwapo kiongozi huyu hatokuwa kwa mfano na sifa ya uadilifu, sifa na kutenda haki na kadhalika, kuna hatari kubwa sana. Sasa tutachukua tu mifano michache kwamba Uislamu katika hizi nafasi nje ya nafasi ya kifamilia, masala ya taasisi, masala ya nchi na nini, Uislamu hau encourage watu kutafuta uongozi, au encourage watu kutafuta uongozi kwa sababu ya dhima yake, kwa sababu ya ule uzito ambao Uislamu inaona juu ya uongozi. Kwa Mtume sallam aliwaambia masahaba zake ya kwamba itafika wakati mtataka uongozi, kila mtu atakuwa anagombania uongozi, lakini itakuwa ni majuto makubwa siku ya Kiyama. Satuhrasuna ila al-imara, mtakuwa na pupa sana ya kutaka kuongoza, kila mtu anataka kuongoza, lakini wengi wao katika hawa watakuja kujuta sana juu ya hilo ambalo wamelipupia. Kwa hivyo mtu akipoteza amana hii, Mwenyezi Mungu kakupa kwa rahma zake, imma kama tulivyosema kwamba ni katika hii system ya Kiislamu ya kwamba wewe kama mwanaume unapooa, unakuwa kiongozi wa mkeo, ni amana. Yule mke ni amana, umfundishe dini, utimize wajibu wako, umsimamie katika taa. Na mke naye vile vile anatakiwa ajue ya kwamba na yeye kwa kile kilichokuwa chini yake, watoto na huyu mume pia ni amana, anatakiwa atekeleze wajibu wake kwake na kadhalika, huku akijua kila mmoja wetu ya kwamba anawajibika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa usipotimiza na kuisimamia amana hii pasavyo, ujue utaulizwa. Kila kiongozi ataulizwa. Imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kila kiongozi ataulizwa juu ya kile alichopewa akisimamie. Sasa ni masulia mazito, maana ni jambo ambalo utaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, ulipopewa jukumu hili na ulipopewa amana hii na ulipopewa nafasi hii, okay, je, ulitekeleza yale anayowajibika kutekelezwa, okay, katika nafasi hiyo, katika wakati huo, okay? Je, uliwaongoza watu katika ya kheri au uliwaongoza watu katika mambo ya shari? Kwa hiyo kama kiongozi atakuwa walingania watu katika upotovu, katika mambo yasiyokuwa na maadili, wanabeba mzigo huo, anabeba mzigo wa kila anayetenda katika ule uovu, na yeye anakuwa ameshiriki, kwa kuwa yeye ndio aliyeonyesha njia katika, au aliwavuta watu katika jambo hilo. Kwa Uislamu unatambua ya kwamba uongozi ni muhimu na ni lazima tuwe na kiongozi, na unatambua kwamba ni masulia, sio position of privilege, sio nafasi ambayo mtu ukiwa nayo kichwa chako kinakuwa kikubwa sana, na kujiona ni mtu mkubwa sana kuliko watu wengine, au unastahili
sana hiyo nafasi kuliko watu wengine. Hapana, ni masuhulia. Umepewa jambo zito katika mabega yako, na ujue una wajibu wa kutekeleza hayo majukumu kwa uadilifu na kwa uaminifu, na ukifanikiwa katika hilo kuna ujira mkubwa, na ukifeli ujue utakutana na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tufahamu hatari ya uongozi. Kuendelea mbele kwa hadithi chache, kwa kumalizia nukta hii ni kwamba imesimuliwa kwamba Mtume SAW alisema ya kwamba uh, hakuna mja yoyote ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa nafasi ya uongozi uh, na ikawa sio sincere, sio mkweli, sio mwaminifu kwa wale aliopewa awaongoze, basi Mwenyezi Mungu atamharamishia mtu huyo pepo. Kwa hivyo wewe umepewa jukumu la kuwaongoza wengine kama mzazi, yani baba na mama kwa mfano, na hata katika taasisi na hata katika nchi. Ikawa wewe kiongozi sio mkweli, sio mwaminifu katika kutekeleza wajibu wako, ukafa katika hali hiyo, huwa ni mtu wa namna hiyo, una maadili, ukuwajibika ipasavyo, basi mtu huyu hatosikia harufu hatosikia harufu ya pepo, hatoingia peponi, yani pepo itakuwa ni haramu kwake yeye kuingia. Kadhalika katika hadithi nyingine pokewa na Imam Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ya kwamba yeyote yule ambaye, kiongozi yeyote yule ambaye amepewa jukumu la kusimamia mambo ya Waislamu, mtu aliyepewa jukumu dhima ya kusimamia mambo ya Uislamu na ikawa hafanyi juhudi kwa ajili ya maslahi yao, kwa ajili ya kuwapeleka mbele zaidi, kuwa bora zaidi, kwa ajili ya islaha, na ikawa hawapi nasaha juu ya mema yanayopaswa kufanywa na maovu yanayopaswa kuachwa, Mtume sala anasema mtu huyu hatakwenda peponi. Kwa mtu yoyote yule ambaye amepewa jukumu la uongozi, juu ana wajibu ya kuhakikisha maslaha ya wale anaowaongoza anayeweka mbele na vile vile anawapa nasaha wale anaowaongoza, kuwahadharisha na mambo yasiyofaa, na vile vile kuwalingania kuyafanya yale yanayotakiwa kufanywa. Asipotekeleza mambo haya, mtu huyo hatoingia peponi. Kwa hivyo hizi ni hadithi zenye kuogopesha kabisa juu ya kadhia ya uongozi, kwamba ni kitu kizito na ni muhimu sana mimi na wewe tujue ya kwamba hili ni jukumu zito. Maana hii ni nukta ya kwanza kabisa. Hata Imam Al-Ghazali katika kitabu chake Nasahatun Lilmuluk anazungumza principle moja muhimu ya kwanza kabisa kwa kiongozi, ni ajue ya kwamba uongozi ni jukumu zito. Yani hili ni jukumu zito, tofauti na leo tunaingia katika uongozi with mindset ya kwamba hii ni nafasi, hii ni cheo, huu ni bwana ukubwa, ni heshima, ni heshima kubwa kwangu mimi. Sio heshima kubwa, ni masuali. Watu wakikupa uongozi sio kama wamekuheshimisha, mzito sana kuubeba, na inatakiwa uanze Mungu kuongoza, na hivyo uchukue tahadhari zote katika kuhakikisha ya kwamba unatekeleza jukumu lako vile inavyopaswa kutekelezwa. Baada ya nukta hiyo, sasa tutaingia vilevile katika nukta nyingine. Tutaingia kwenye nukta ya uongozi na matumizi ya nguvu, au wanaita uongozi and power, uongozi na masuala ya matumizi ya nguvu. Sijui kama nasikika huku kwangu kidogo, kama mitambo Naam, nasikika. nasikika eh? Okay, onekana kama, naomba nivumilie dakika moja
Naona skrini yangu imepotea, imeshuka. Dakika moja niweze kuona kuna hitilafu gani hapa. Samahani kwa changamoto hii, lakini inshallah tutaweza kuitatua. Ah, kidogo skrini yangu ime disappear. Jaribu ku changamoto hii naona inachukua muda. Ah, kama kompyuta inajaribu kuprocess. Um, Fanye subra kidogo inshallah. Okay. Subra kidogo.
Inaonekana app haitaki kurespond, ina, ina process. Kuna kila dalili inaonyesha kwamba ina kompyuta inajaribu kuprocess hii app ili iweze kurespond ipasavyo. Endelee kufanya supra kidogo. Je, nasikika? Kuna mtu anaweza kuconfirm kama nasikika? Naam, tunakusikia. Okay. Nitaomba radhi, ile slide haitokuwa inaonekana. Sijui kama upande wenu mnaiona, lakini kwangu mimi huku naona giza, yani imedisappear na inakataa kufunguka hapa moja kwa moja, lakini nimefungua Inaonekana vizuri. kwenye simu yangu, kwa naweza kuendelea. Tunaiona slide, inaonekana slide vizuri tu. Inaonekana vizuri slide. Okay. Mtaona imestuck, haitokuwa ina move kwa sababu upande wangu huku nimepata changamoto ya kuiona, kwa nimefungua kwenye simu. Nitajaribu kuendelea na nukta inayofuata. Nukta inayofuata ni uongozi na matumizi ya nguvu, yani leadership and power. Sijui kama ni Kiswahili sahihi kusema matumizi ya nguvu, lakini nafikiri kitazama haya maneno ya Kiingereza tunaweza ikawa tunaelewana au tunaweza kupata picha ya nini kinachofuata. Yani uongozi ni uwezo, ni mchakato. Kwa hiyo huu uwezo na katika huu mchakato ni kwamba uongozi unahitaji kiwango fulani cha nguvu, uwe na nguvu fulani, na nguvu hizo wanasema wataalamu wa masuala ya uongozi, inaweza ikawa ni ile inayoitwa legitimate power kwa maana source yake, base ya hiyo nguvu inaweza ikawa ni tutakuja kueleza legitimate ni source ya namna gani au ni base ya namna gani, au reward power au coercive power au expert power au charismatic power. Kwa hivyo ili uweze kushawishi watu, ili uwe na ushawishi ili washawishi watu na uwe katika au iwe uanze huu mchakato ni kwamba kunahitajika kiwango fulani cha nguvu fulani, uwe na uwe na nguvu fulani, utumie matumizi ya nguvu fulani. Kwa hiyo hapa hatuzungumzii matumizi ya nguvu kwa maana ya force na nini, tunajaribu tu kufasiri neno power. Kwa hivyo power au nguvu kwa kiongozi inaweza ikatokana na kile kinachoitwa legitimate power, na hii ni uongozi associated with position, kwa maana wewe katika, kwa mfano ngazi ya familia Mwenyezi Mungu kashakuposition kwamba wewe ndio wewe ni mume, na kwa nafasi hiyo umeshapata tayari hiyo nguvu ya kumwongoza mkeo na watoto wako. Kwa hiyo umepata nguvu ya kuamrisha, nguvu ya wajibu wa kutiiwa umeupata kwa sababu ya hiyo legitimacy, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa aya iliyo wazi kabisa amesema ya kwamba wanaume ndio wasimamizi wa wanawake.
Kadhalika katika jumuiya vile vile zina katiba zake na kadhalika. Kwa hiyo utakapokuwa wewe ndio wafuasi wamekupa nafasi ya kuwa amiri wao, kuwa imamu wao, maana yake ni kwamba umeipata, una nguvu inayotokana na hiyo nafasi ambayo sasa hivi iko kwako. Bezi ya pili ya 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 uongozi, bezi ya pili ya nguvu ya kiongozi inaweza ikawa inatokana na mabavu, yani coercive, kwamba anaweza kutumia nguvu, na hii inatokana zaidi katika masala ya udikteta au inapotokea vitu kama hivyo. Mtu amechukua kwa nguvu ile nafasi ya uongozi na anaweza kuwaamrisha watu na kadhalika. Kwa hivyo ni mtu ambaye nguvu yake, uongozi wake, uwezo wake wa kushawishi unatokana na ile power. Ana jeshi au ana silaha na kadhalika. Ukiwaambia watu tunakwenda kulia, watu wanatakiwa waende. Sema tunakwenda kushoto, wanatakiwa waende, kwa sababu ana mabavu au ana vyombo ambavyo viko chini yake kwa ajili ya kusukuma au kuwafanya watu wachukue mwelekeo fulani. Inaweza ikawa inatokana na hiyo matumizi ya nguvu hasa. Okay. Na vile vile inaweza ikatokana na uwezo wa kutoa zawadi, reward power. Reward power kwa maana kama kiongozi umeweza kushawishi kwa sababu unao uwezo wa kuzawadia watu. Maana mkifanya hivi tukapata matokeo mazuri, kutakuwa na zawadi fulani. Kwa ushawishi wako kwa hawa wafuasi ni kutokana na nguvu ulionayo ya kuzawadia wale watakaokuwa wako tayari kuendana na ushawishi wako au na dira yako na kadhalika. Kwa hivyo wakati mwingine kiongozi anafuatwa kwa sababu ya maslahi kama hayo, kwamba watu wanaona tutapata maslahi hapa kwa kufuata rai yake kiongozi huyu. Kwa hivyo kwa sababu ya kuwa huyu mtu amezungukwa na mambo mengi mazuri ambayo anaweza kumpa mtu wakati wowote ule, iwapo mtu huyo ataonyesha sifa fulani za kupendeza kwa uongozi au kwa huyo kiongozi. Sasa hiyo inakuwa ni reward power. Nyingine ni expert power. Expert power ni kwa maana una nguvu ya kuwashawishi watu wengine kwa sababu wewe ni mtaalamu, wewe ni bingwa katika fani hiyo. Kwa mfano unapokwenda kwa daktari, okay? Daktari ana ushawishi kwako kwa sababu ile expertise yake, kwamba yeye ni daktari, yeye ndiye anayejua, inabidi tufuate. Anapata ushawishi juu ya wagonjwa kwa sababu ya expertise yake. Au tour guide, mtu anayeongoza watalii ana ushawishi juu ya wale watalii, hata kama itakuwa ni watu wenye nafasi kubwa, watu wenye nguvu, lakini katika eneo lake hilo, iwe ni kutembea katika mji mkongwe au kwenda kupanda mlima Kilimanjaro au sehemu nyinginezo za utalii, ni kwamba tour guide anakuwa mbele, anaongoza kwa sababu ya expertise, kwa sababu ya ule utaalamu wake. Kadhalika vile vile kwenye masala ya utaalamu wa IT, unaweza ukawa na mtaalamu wa mambo ya IT, ikawa yeye ndio decision maker kwenye eneo hilo na kuwashawishi nyote na kushawishi uongozi mwingine ukiwemo wa juu kufuata maamuzi fulani kwa sababu expertise yake. Na mwisho ni charismatic, na hii sasa ni tabia zako na mwenendo wako, vile vile na misimamo yako, vile vile huwa inatengeneza nguvu kwa kiongozi au nguvu kwa uongozi, kwamba huu ni uongozi ambao umekuwa na msimamo na umeonyesha tabia mzuri katika hali zote, hali za furaha na hali za dhiki. Sio watu wanaobadilika misimamo yao kutokana na maslahi fulani. Okay, kwa hivyo
charisma ambayo inaweza ikawa ni haiba ya yule mtu, na haiba inajengwa kwa maadili na mwenendo mwema, kama ambavyo tunamwona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moja katika mambo ambayo yalikuwa yanatajwa sana na wafuasi wake juu ya haiba yake ni kwamba alikuwa ni mkweli na mwaminifu. Kwa hivyo kama leo anatuambia jambo hili la kwamba amepewa ujumbe kwetu, okay, kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kama hajawahi kudanganya juu ya mambo yetu tu ya kibinadamu, hivi mtu huyu ataweza kumzulia uongo Mwenyezi Mungu? Okay. Kwa hivyo haiba yake ikawa tayari ni moja katika bezi ya nguvu yake katika kuwashawishi. Lakini uchukulie mtu ambaye haiba yake ni mbaya, ni mlevi, haiba yake ni mtu ambaye anajulikana, leo anatoa kauli hii, leo anatoa kauli hii, yuko hivi yuko hivi, mtu asiyekuwa na msimamo unaoeleweka, ni kwamba huyu anakosa hii nguvu ya karisma, kwa sababu hana haiba ambayo inaweza kumfanya mtu makini kuweza kuona ya kwamba huyu anafaa kuwa kiongozi. Kwa hivyo Uislamu unazitambua hizi bases of power, yani haya maeneo ambayo ni chanzo kinachoweza kumpatia mtu katika uongozi wake nguvu ya kuwashawishi wengine. Hata hivyo Uislamu unataka ya kwamba una discourage coercive power, yani mtu asitumie njia ya kuwalazimisha watu katika mambo, okay, kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawalazimishi viumbe vyake kufuata Uislamu. La ikraha fi din, hakuna kulazimishana katika kuingia katika dini ya Uislamu. Lakini tufahamu ya kwamba ukisha kuwa wewe Muislamu unawajibika kufuata Uislamu, okay, kufuata Uislamu. Lakini mtu ambaye sio Muislamu halazimishi kuingia katika Uislamu, na kiongozi hata wa dola ya Kiislamu hatakiwi kuwatumia nguvu ya kuwalazimisha watu kuingia katika Uislamu. Wako Waislamu, wasio Waislamu, Mayahudi, Wahindu na kadhalika, wanapopewa jukumu la kuongoza katika level ya kidola, hutakiwi kutumia coercive power katika kuwalazimisha watu katika masala ya dini waingie kwenye Uislamu au waingie kwenye dini nyingine. Lakini coercive power unaweza ikatumika proportionately kwa waumini wenyewe, au kama katika ngazi ya familia, wewe ni mzazi, umetoa maelekezo, umeshawishi, hayajafanyika, okay, unaweza kutumia vile vyanzo vingine vya nguvu, kama ni reward, bana, ukifanya hivi nitakupatia zawadi, au usipofanya hivi kutakuwa na adhabu, okay. Ukatumia njia hiyo kwa ajili ya kuweza kushawishi kitu fulani kifanywe au kitu fulani kisifanyike. Kwa hivyo hivi vyanzo au hizi sources au bases of power zinatakiwa zitumike kwa hadhari kubwa sana mtu anapokuwa anawaongoza wengine. Unapokuwa wewe ni expert, watu wamekuamini kwamba wewe ni bingwa, ni mweledi katika jambo hili, mtu amekueleza mambo yake, anataka tiba na kadhalika, utumie expertise yako vizuri. Ukimisuse ukataka kuangalia maslahi yako zaidi, ili uweze kupata ada, uweze kuuza madawa na kadhalika, maanake wewe utakuwa unatumia nguvu yako ya ujuzi vibaya. Kwa hivyo kila base hapa inatakiwa itumike kwa uangalifu mkubwa, ukijua ya kwamba ni masulia, utaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwapo itakuwa umetumia nguvu yoyote katika hizi isivyopaswa. Katika nukta hii ningependa kukomea hapo kwa dakika ambazo bado tunazo chache. Nitajaribu tu kumalizia katika nukta ya uongozi na management, na hapa sitotumia muda mwingi. Ni mjadala, ni debate kubwa sana katika ulimwengu wa kiakademia
juu ya uongozi na management tofauti ni nini. Lakini mimi napenda tu kunukuu nukuu moja tu ya Profesa Henry Mitzberg ambaye alisema ya kwamba kwa hakika mimi sifahamu kama kuna tofauti katika maisha ya kila siku ya taasisi au katika taasisi kama kuna tofauti baina ya kuongoza na kumanage, lakini ni wazi ya kwamba anasema kwa ni wazi ya kwamba tunaweza kujaribu kinadharia kutofautisha baina ya uongozi na na management. Kinadharia tunaweza kutofautisha haya, lakini akauliza swali, tunaweza kutofautisha mambo haya kiutendaji? Kiutendaji inaonekana ni kwa kiwango fulani sio mambo rahisi sana kuyatenganisha. Na anasema hivi, tunaweza hata kujaribu kutenganisha katika utendaji swala la kuongoza na swala la kumanage. Hivi inawezekana taasisi ikaongozwa na mtu ambaye anaongoza tu lakini hamanage, au ana manage lakini haongozi. Sasa ni mjadala mpo mkubwa, wako wanaosema ya kwamba kuongoza sio sawasawa na kumanage, kwamba kuongoza ni kitu kikubwa zaidi. Kiongozi anabuni, anakuwa mbunifu, wakati manager ni mtu ana manage situation, status quo, hana ubunifu. Yeye ni kumanage mambo yende. Okay, bana, umepewa nafasi hii au wewe ni kiongozi hapa, kuhakikisha tu mambo yako kawaida, mambo yako normal, mambo yako tulivu, utulivu na usalama na amani basi. Lakini huwezi kubuni kitu chochote katika taasisi hiyo uliokuwa katika dhima yako. Kwa hiyo huyo anakuwa ni manager tu. Kama huna ubunifu, huwezi kuleta ubunifu wowote katika kuyaendea mambo au kuyafanikisha mambo. Inakuwa hapo umeonyesha wewe ni manager tu, sio leader. Vile vile wanajaribu kusema ya kwamba kiongozi anaweka dira. Kunakuwa na dira ambayo anaishawishi kwa watu, ana set a vision na kumobilize resource kwa ajili ya kuifikia hiyo vision. Wakati manager yeye kazi yake ni hiyo ya status quo, yani ni kuhakikisha kwamba mambo yanafuata kanuni, yanafuata taratibu, hivyo yani kufuata taratibu na kufuata kanuni. Hata kama hii taratibu sasa hivi inaonekana inaumiza zaidi watu, atakwambia huo ndio utaratibu bwana. Okay, huo ndio utaratibu, hiyo ndio kanuni inavyosema. Okay, kwa hiyo huyu anakuwa ni manager, ana manage zaidi, anahakikisha order, there is an order katika jumuiya au katika eneo analoongoza, badala ya kuhoji kwamba kwa nini tuna kanuni hii, na katika mazingira haya yaliyobadilika, okay, kanuni hii inatusaidia au inatuharibia. Ukija katika taasisi za kibiashara, haya ni maswali muhimu sana. Wakati mwingine kunakuwa na process fulani imewekwa ya kumhudumia mteja, lakini process hiyo au mchakato huo haumfurahishi mteja. Sasa je, biashara ipo kwa ajili ya kufuata utaratibu au kwa ajili ya vile vile kuwafurahisha wateja, yani customer delight? Unataka kuwafurahisha wananchi au unataka kufuata utaratibu, hata kama huo utaratibu ni wa kizamani sana, ambao leo unawaudhi sana watu, unawataklifu sana watu. Sasa manager ni kuhakikisha utaratibu unafuatwa, kanuni zinafuatwa, lakini hana nafasi ya kuweza kuhoji na kubuni taratibu mpya, kanuni mpya, ili kuweza kuwaletea au kuwanufaisha au kuwafanyia jambo lenye maslaha wale anaoongoza. Kwa hivyo nimesema tu hayo machache katika swala la uongozi na management, lakini nyote mnaweza kwenda katika mitandao kama YouTube na kusikiliza wataalamu wanajaribu kujadili na kudebate sana juu ya swala hilo katika conceptually, lakini practically kwa kweli ni jambo ambalo vigumu wakati mwingine
kumanage na kutokuongoza, au kuongoza bila ya kumanage, kwa sababu kiongozi pia anatakiwa asimamie, afuatilie, acontrol tabia na mwenendo wa watu wake, wa wafuasi wake, na controlling inafahamika kwamba ni function ya management. Okay? Kwa hivyo kiongozi mzuri huwa anatumia vile vile techniques mbalimbali za kimanagement ili kuyafanya mambo yaende vizuri. Maana ikiwa hakuna order itakuwa hakuna uongozi bila order, bila ya utaratibu, bila ya kanuni fulani. Lakini kiongozi anakuwa mbunifu, anaweza kutambua wakati gani wa kubadilisha hizi taratibu, hizi kanuni, hizi sheria, okay? Ili kuleta maslaha mazuri kwa wale anaowaongoza. Katika hili ningependa niishie hapo. Nitaongeza kama dakika chache ili niweze kumaliza angalau swala la hii mada ya kwanza juu ya mfumo wa uongozi. Mfumo wa uongozi, leadership framework. Uongozi wowote unategemea mambo matatu. Wataalamu wa masuala ya uongozi wanatueleza. Inategemea juu ya kiongozi mwenyewe, sifa zake, wasifu wake, na vile vile itategemea juu ya wale anaowaongoza, wasifu wao, sifa zao, uwezo wao, na kitu cha tatu, uongozi unategemea mazingira yaliyopo. Ili uongozi uweze kuwa bora na ufanye vizuri, unahitaji kiongozi mwenye sifa fulani ambazo ni sifa mtakuja kuzieleza huko mbele juu ya sifa bora za kiongozi. Lakini vile vile anahitaji kuwa na wafuasi ambao wana sifa fulani. Wakikutana hawa, kiongozi mwenye sifa bora na wafuasi wenye kujua wajibu wao na wenye sifa, tutakuja kuzieleza huko mbele, wenye sifa mzuri kabisa, na ikawa kuna mazingira, okay, ambayo wakati mwingine mazingira yanaweza kuwa mazingira yako bora, friendly, au yanaweza yakawa sio friendly. Lakini uzuri ni kwamba mazingira yanaweza kuwa shaped. Mazingira yanaweza kubadilishwa. Lakini iwapo leader yuko na sifa sawa na wanaofuata nao wanajua wajibu wao, okay, na mazingira yakiwa ni friendly, hapo uongozi utakwenda vizuri sana na mambo yanaweza kwenda kwa haraka. Okay. Lakini hutokea wakati mwingine moja kati ya mambo haya matatu yakawa hayako sawasawa. Okay. Kisa wanazuoni wanatuambia kwamba at least kiongozi akiwepo, kiongozi bora na wafuasi bora wanaweza kushape mazingira, lakini ikiwa kiongozi sio bora, wafuasi ni bora, hawawezi kushape mazingira. Okay. Au kiongozi ni bora lakini wafuasi sio watu wenye kutekeleza wajibu wao, okay, hawawezi kushape mazingira. Okay. Kwa hivyo kwa sababu mazingira ni kitu ambacho kipo na kinaweza kuwa shaped. Tumekuta mazingira haya, lakini kama kiongozi umekuja na dira hii, na dira hiyo ikaungwa mkono na wafuasi, kwa hivyo mnaweza kubadilisha yale mazingira. Okay. Kama mna dhamira ya dhati ya kubadilisha yale mazingira, mtaweza kufanya kazi kweli kweli kuweza kubadilisha haya mazingira. Kwa framework ya leadership ni kwamba ni mjumuiko wa mambo matatu, ili uongozi wowote ule unafanya kazi katika mazingira hayo. Kuna kiongozi, kuna wafuasi, kuna mazingira. Okay? Kwa hivyo unapochukua jukumu hili au unapokuwa na jukumu hili la kuongoza, ujue ya kwamba hizi vitu vitatu vina interplay, vinafanya kazi au vinatakiwa vifanye kazi kwa pamoja, na kuna mwingiliano wa mambo haya. Wengine wanaita locus. Sasa locus of leadership, uongozi ili uweze kufanya vizuri ni kwamba ni lazima sifa
fulani za kila eneo katika haya maeneo matatu, kuwe kuna sehemu zinakutana, ndio inaitwa locus. Okay. Kiongozi awe na sifa fulani nzuri, ikutane na sifa fulani nzuri ya wafuasi, na ikutane na mazingira fulani mazuri. Okay. Sio mazingira yawe perfect kabisa, lakini kuwe kuna room katika yale mazingira ambapo tunaweza kukaa na kuweza kuona na tunakwenda vipi katika kuyaboresha. Nikupe mfano katika setting ya msikiti. Setting ya msikiti, imamu ana wafuasi na kuna lile eneo pale, okay, analoongoza hiyo ibada. Kwa hivyo ibada inakwenda vizuri kabisa inapokuwa imamu anajua wajibu wake, anajua kwamba ikifika wakati fulani natakiwa ni swali, natakiwa tuswali. Wafuasi akianza na yule anayekimu anajua wajibu wake, kwamba ikifika muda fulani namwangalia imamu yupo, natakiwa kukimu swala. Okay? Na ikikimiwa swala, wale wafuasi wanajua wajibu wao kwamba hapa sasa ikama imeshatolewa, tunatakiwa sote tusimame twende tukasali. Okay? Kwa hiyo unakuta hapo sasa kiongozi ataweza kutekeleza wajibu wake wa kuiongoza swala kwa sababu wafuasi nao wametekeleza wajibu wao, na mazingira ni rafiki. Mazingira ni rafiki kwa maana kwamba watu wako katika eneo ambalo wanaweza kuitekeleza hiyo ibada ya swala, mahala ambapo mtu anaweza akasujudu na kadhalika. Haupo katika kichochoro, haupo katika kichochoro. Hata nilivyosema, kiongozi mzuri na wafuasi wazuri, hata wanapokutana na mazingira ya dhiki kama hayo, watatafuta mazingira bora zaidi ili waweze kutekeleza lile jambo wanalotaka kutekeleza. Ndio maana tukasema mazingira yanakuwa influence. Unaweza ukaya influence mazingira utakapokuwa na watu ambao wana sifa nzuri na kiongozi mzuri, mnaweza kuna. Ndio maana tunakuta wakati mwingine watu nasali kwenye mazingira sio mazuri, lakini wenyewe wanakubaliana kuyabadilisha hayo mazingira, kuweka taratibu mbalimbali, kama ni kuchangia, kama ni kutafuta misaada kwa watu wengine na kadhalika, wana shape environment. Nchi zote duniani, kwa mfano leo inatolewa mfano Singapore, China, ni nchi ambazo unakuta viongozi na wafuasi wamezishape zile nchi. Okay, nchi zilikuwa ni misitu tu, au nyingine zilikuwa majangwa kama Dubai, ni majangwa, mazingira very harsh, joto kali, mazingira hakioti kitu na nini, lakini uongozi mzuri na wafuasi kubaliana, tuibadilishe nchi yetu kutoka katika hali hii ije katika hali hii, wakajikuta wote wanafanya kazi kwa pamoja na wameyashape yale mazingira hayakuwarejesha nyuma, kuwarejesha nyuma katika kufikia kile wanachotaka kufikia. Kwa hiyo ndio nukta ambayo nilikuwa nataka kusema kwamba kuna mahala panapokutana, locus of leadership ni pale ambapo kiongozi ana utayari wa kuleta mabadiliko, wafuasi wako tayari kuleta mabadiliko, na mazingira yapo na yana mwanya wa kuleta mabadiliko yatakuja. Lakini wakati mwingine kama mnavyojua, katika nchi kunakuwa na sheria na kadhalika. Okay, sasa hizi sheria wakati mwingine zinatoa mwanya wa kuweza kubadilika. Okay, na kama mtu katika nafasi ya uongozi anayo power ya kubadilisha sheria, ataweza kubadilisha sheria. Otherwise ni kwamba utakuta kama sheria imebana kitu fulani, ni kwamba hapa patahitajika juhudi kubwa zaidi. Kiongozi na wafuasi watahitaji watumie nguvu kubwa zaidi katika kuleta ushawishi kwa wale wanaobadilisha sheria, wabadilishe sheria, kwa sababu ni swala la mazingira ya kisheria yako hivi, na mazingira hayo ya kisheria nyinyi hayapo katika uwezo wenu wa kubadilisha, sio wabunge wala sio mwanasheria mkuu wala sio vitu kama hivi. Kwa hivyo itahitajika juhudi ya ziada baina ya kiongozi na wafuasi kuweza kushawishi hawa ambao wanatunga sheria, hawa ambao wanazipitisha sheria, ili waweze kubadilisha hiyo sheria. Kwa hivyo zinapokutana hizi juhudi ya kiongozi na wafuasi katika kuliendea jambo fulani, na mazingira yanaruhusu kufanya kazi ya kushawishi kuleta yale mabadiliko, basi mabadiliko yanaweza
yanaweza kufikiwa. Kwa hivyo kwa kumalizia, mfumo wa uongozi katika Uislamu ni kwamba kuna core pillars katika mfumo wa uongozi wa Kiislamu. Kiongozi na wafuasi wanatakiwa wote wajue ya kwamba uongozi unaanzia kwa sote kumwamini Mwenyezi Mungu na kujua kwamba Mwenyezi Mungu ndio mwenye mamlaka yote. Mwenyezi Mungu ndio mwenye mamlaka yote juu ya viumbe vyake, na sisi ni wenye kusaidiana katika kutii mwongozo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ndio mwenye kutoa hukumu mbalimbali juu ya maisha ya watu, na sisi kazi yetu ni kuzisimamia zile hukumu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rahma katika mfumo wa uongozi wa Kiislamu, vile vile uongozi lazima uambatane na utu na ubinadamu na kuhurumiana. Okay, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimsifu mtume wake juu ya kwamba yeye ni rahma, ni kiongozi mwenye huruma, bil mu'minina raufur rahim. Mtume sallam alikuwa ni mwenye huruma kwa wafuasi wake. Kwa hivyo uongozi, mfumo wa uongozi wa Kiislamu unaambatana vile vile na kuwa na huruma baina ya kiongozi na wanaoongozwa, kuhurumiana baina yao. Amana, mfumo wa kiongozi wa Kiislamu unataka uongozi na hata wanaoongozwa wajue ile dira wanayosimamia ni amana kubwa, ni jambo kubwa ambalo liko kwao, na hivyo watekeleze, kila mmoja atekeleze wajibu wake. Kila mmoja atekeleze wajibu. Kiongozi ana wajibu wake na wafuasi wana wajibu wao, na hayo tutakuja kuyaeleza katika role za leader. Kiongozi ana role zake na wafuasi vile vile wana role zao, wanawajibika. Kwa maana kwamba uongozi sio swala la heshima au swala la bwana ukubwa. Uongozi unaambatana na majukumu na hiyo ni amana na itaulizwa. Vile vile katika mfumo wa Kiislamu msingi mwingine wa uongozi ni adli, uadilifu. Uadilifu ni uti wa mgongo wa uongozi katika mfumo wa Kiislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika Qur'ani ya kwamba tusimamie uadilifu. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Mwenyezi Mungu anaamrisha, ni amri ya Mwenyezi Mungu kufanya uadilifu na kufanya ihsan. Okay. Vile vile uongozi katika msingi yake ni ashura, kuwa na mashauriano, wa amruhum shura bainahum. Waislamu wanashauriana, wanaweka utaratibu na mfumo wa kushauriana katika mambo yao, sio tu mtu mmoja ana dictate kwa wengine na ima mfuate au mtakuwa ni wapinzani wangu na mimi nitakuwa dhidi yenu. Waislamu wanashauriana, unakuwa na shura, na shura tutakuja kukieleza huko mbele, ni moja katika sifa muhimu sana ya uongozi wa Kiislamu, pamoja na hizi nyingine bila shaka tunazozitaja. Yani shura ni consultation, watu washauriane katika mambo ya. Mtume sallam mwenyewe aliamrishwa washawiruhum fil amr, na washauri katika mambo yao. Sasa leo vipi kiongozi umepewa dhima hii kubwa, alafu unajiamulia tu mwenyewe bila kushauriana na wale unaoongoza? Kwa hivyo ni nukta muhimu. Na nukta nyingine ya sita, uongozi katika mfumo wa Kiislamu ni masuhulia, ni accountable. You have to be held to account. Kiongozi sio kwamba wewe watu wakishakupa uongozi ndo hakuna kukuuliza kwa lolote lile. Kwanza ujue wewe ni accountable before Allah, wewe ni masuhulia mbele ya Mwenyezi Mungu, na vile vile wale unaowaongoza unawajibika kwao vile vile. Kwa hivyo wanaokufuata wanayo nafasi, wanayo haki ya kukuuliza, kukutaka kukuhimiza, kukunasihi kwa njia iliyokuwa bora kabisa katika kuyafanikisha mambo yao. Kwa hivyo ifahamike ya kwamba uongozi ni masuhulia, ni katika pila mojawapo ni masuhulia. Kwa hiyo each of you, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullukum ra'i wa kullukum mas'ul, kila mmoja ni mchunga na kila mmoja ataulizwa. Kwa hiyo ni masuhulia. Na sifa nyingine au pila nyingine katika uongozi wa Kiislamu ni qudwa, kuwa kigezo chema.
kuwa ni mfano mwema, na hii tunaiona wazi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye amesifiwa ya kwamba ni mfano mwema. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mnao nyinyi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mfano bora kabisa. Kwa hivyo unapokuwa kiongozi, kwa lead by example, uwe mfano mwema wa wale unaowaongoza. Na mwisho ni kifaa and quwa, uwe ni mtu ambaye unao weledi na unao uwezo. Kama ni weledi wa kimaarifa na uwezo wa nguvu, hivi vitu vinatakiwa uwe navyo. Tunakumbuka katika Qur'ani, katika moja ya visa vya Qur'ani katika Banu Israil, tunaelezwa juu ya Banu Israili walitaka kuchaguliwa, mwambia Musa wachagulie kiongozi. Okay. Taluta wa Jalut, katika story hiyo, katika kisa hicho, na Mtume Musa alayhi salatu wassalam alikuja akawachagulia kiongozi ambaye wale mabwana wakalalamika, wakasema, vipi huyu awe kiongozi wetu wakati hana mali? Wao waliona ya kwamba sifa ya kiongozi ni kuwa na mali, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia ya kwamba huyu amechaguliwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemruzuku elimu na nguvu na kuwa aljasad, yani anayo uwezo, anayo afya na anayo ujuzi. Umefahamu? Kwa hivyo itategemea na nafasi, tunataka kiongozi hapa wa namna gani, mwenye sifa gani, na hivyo ni kitu cha msingi kuzingatia. Hii nafasi inataka mtu mwenye sifa gani? Sifa ndio zitupelekee kumtafuta mtu mwenye sifa hizo ili apewe jukumu hilo. Okay? Na sio tu kuangalia vigezo vingine ambavyo havipaswi kuangaliwa, kama labda ujamaa, urafiki, ujirani na vitu kama hivyo, kama mtu au rangi ya mtu au kabila la mtu na kadhalika. Uongozi ni swala la mfumo wa uongozi wa Kiislamu unatazama swala la, je, unao ujuzi unaohitajika, na je, unao uwezo, ability. Ukipewa nafasi hii, okay, unazo sifa na unao uwezo wa kisiha, na kama uwezo wa kimali kama mali inahitajika na kadhalika. Kwa hiyo role au uongozi, nafasi mbalimbali za uongozi huwa zinahitaji watu wenye sifa na uwezo tofauti tofauti. Okay, wengine wanatakiwa ni thinkers, watu ambao kama ni taasisi ya think tank ya masala ya kifikra, kisera, inahitaji mtu mwenye sifa fulani, kama wanavyoona vyuo vikuu na kadhalika, unakuta vice chancellor wanachaguliwa watu ambao wamebobea kitaaluma, kwa sababu ile ni taasisi ya kitaaluma. Huwezi kumweka tu mtu amemaliza darasa la 7 awe ndio kiongozi wa chuo kikuu. Haiwezekani. Ni chombo cha kitaaluma, kinahitaji kiongozi na wataalamu na mtu mwenye aliyefikia weledi fulani katika fani fulani na kadhalika. Kwa hivyo ile ni jambo muhimu vile vile kuzingatiwa, hususan katika tunapokuwa tunataka kutekeleza mfumo wa Kiislamu wa uongozi. Basi haya mambo 8 ambayo tumeyataja hapa yanapaswa kuzingatiwa kikamilifu. Kwa kumalizia kabisa, kuna hutuba ambayo tuliiweka katika ile slide, hutuba ya Khalifa Abi Bakr Siddiq, ambayo hii naomba kila mmoja aipitie hutuba hii fupi kabisa, alafu tuna swali la tafakuri katika hutuba hii ya Khalifa Abu Bakr Siddiq. Je, mambo gani unajifunza katika hutuba hiyo kuhusu uongozi? Kwa hivyo nitaishia hapa, na hii inakamilisha mada yetu hii ya kwanza ya uongozi kwa siku ya leo, na inshallah taala tutakapokutana siku itakazofuata tutakuja kuangalia swala la uongozi na ufuasi. Uongozi na ufuasi, na hasa tutaangalia wafuasi wako wa aina gani na nini majukumu yao, ya wafuasi. Alafu darasa zinazofuata tutaingia masuala ya uongozi, kiongozi, sifa zake, wajibu wake na kadhalika. Kwa hiyo nisimamie hapa na niombe radhi kwa kuchukua muda mrefu wa ziada, lakini natumai ya kwamba sote itakuwa
tumenufaika kwa darasa la leo. Tutaishia hapa, na kwa bahati mbaya naona bado kwangu changamoto ya mtandao bado ipo, lakini naomba nifunge darasa kwa hayo, lakini kama kuna mtu ana swali moja, kwa muda umekwenda sana, very pressing, anaweza ku unmute kwa sababu siwezi hata kuona messages. Natumai itakuwa kuna message kadhaa zimetumwa, au kama kuna mtu anaweza akajitolea kunisomea hizo message kama ni maswali, niweze kusikia maswali, na kama nitaweza kuyajibu hapa tutayajibu, au kama yatahitaji bahthi zaidi tutayafanyia bahthi, alafu tutayajibu katika group. Lakini muhimu sana maswali hayo yatumwe katika group ya WhatsApp, kwa sababu ya watu wengine kuweza kuzidi kunufaika na maswali hayo na maoni yatakayokuwa yametolewa vile vile na wengine. Mimi ni mwongozaji tu wa darasa hili, lakini ni matumaini yangu ya kwamba tunao watu wenye khibra na ujuzi katika mada hii vile vile, ambao wanaweza kutoa mchango wao katika mada mbalimbali. Kwa hivyo kama kuna mtu ambaye anataka kuuliza swali moja tu kutokana na muda, naweza kupokea. Vinginevyo basi nitafunga darasa hili la leo. Naam, kuna yoyote anataka kuuliza moja kwa moja? Okay, hamna. Basi niwaruhusu kuweza kuleave hii meeting. Kwa upande wangu huku bado napata hii changamoto ya kimtandao kuweza kuend hii meeting, lakini tunafunga. Mwalimu, samahani, nilikuwa nauliza Ismail hapa. Naam. Ya, unaongea na Ismail. Nilikuwa na shida moja katika swali langu. Kwenye uongozi na watu wanakuwa na haraka tofauti au tabia tofauti, na inakuwa ni mara ya kwanza au inachukua muda mrefu kuwabadilisha. Ni njia gani unaweza kutumia ili kuweza wote mkawa familia moja na mkafanya jambo lenu kwa uzuri? Napenda sana kuona nyuki anapofanya kazi ile teamwork mpaka wanapata asali, ila kwa binadamu unaweza kutumia nini ili kuweza mkawa mtafana kufanya jambo lenu kwa usahihi? Naam. Naam, ni kwa kweli kwenye uongozi hiyo nukta ulioizungumzia ni moja katika changamoto ambazo huwa zinajitokeza sana. Watu wana hulka tofauti tofauti, watu wana misimamo tofauti tofauti katika taasisi au katika jumuiya ambayo wapo. Sasa wakati mwingine tatizo kubwa linaweza likawa la watu kuto kujua nafasi zao na nafasi ya kiongozi. Na hii ni moja katika sababu ambayo ilinifanya mimi niandae mafunzo haya. Kiongozi ana haki zake ambayo ni kutiiwa katika kheri, kutiiwa katika jambo la kheri. Jambo likiwa la kheri analolitolea maelekezo, tunamshauri, tunaweza kukaa kwanza tukashauriana juu ya jambo hilo, na hii ndio tumejaribu kujifunza leo katika mfumo wa Kiislamu. Kiongozi ajaribu sana kuwashirikisha wafuasi wake katika kushauriana nao, na hii yote ni kwa ajili ya kutafuta ile buy-in, ili kila mmoja tukubaliane. Tukishakubaliana tushauriane ili tukubaliane, na tukishakubaliana kila mmoja ana komiti katika utekelezaji. Okay? Na kiongozi atumie mbinu hii ya tashawur, hata kama wewe una msimamo wako na nini, lakini lazima ufungue mlango wa kushauriana. Vinginevyo watu watakuchukulia kwamba wewe ni dikteta, una dikteti tu, na watu wana mitazamo tofauti tofauti hata kama pengine hilo unalolidictate ni kheri, na kwa uoni wako ni jambo la kheri, lakini tafuta mbinu ya watu kuona wanashiriki katika yale maamuzi ambayo unataka kuyafanya.
okay, na uwashawishi katika hiyo rai yako, okay, ili uweze kupata bain, ili muweze kwenda. Hii ni katika swala la kimtazamo. Napokuwa ni swala la kimaamuzi na mitazamo tofauti tofauti, shauriana nao. Ukishauriana nao watu na mtafika mahala sasa, hapa tumekubaliana, au itakapofika wakati inakuwa ni majority rule, kwamba wengi wetu tumekubaliana ya kwamba tulifanya jambo hili katika sura hii, na wale wengine wote wanawajibika kukubaliana na msimamo huo, maadamu tu auendi kinyume na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hakuna taa kwa viumbe iwapo jambo linaloamrishwa ni maasi. Kwa kuna hiyo control, kuna red line hapo. Lakini kama jambo ni jaiz, linajuzu na kadhalika, wewe una rai hii na una rai hii, wenzako wamefanya maamuzi juu ya kufanya hivi, okay, unawajibika kama mfuasi kutekeleza. Na haya tutakuja kueleza huko mbele. Moja katika wajibu wa wafuasi ni utii katika maarufu, katika jambo lilokuwa jema. Okay, sio mimi ni rai yangu, kama haikufuatwa rai yangu mimi sitekelezi. Hapana. Mfuasi huna nafasi hiyo, huna nafasi hiyo. Otherwise uende sehemu nyingine, uende taasisi nyingine, organization nyingine, uende sehemu nyingine. Huwezi kuwa katika organization, katika jumuiya ya watu, okay, wameamua, okay, alafu wewe ikawa huwi sehemu ya utekelezaji na unahitajika utekeleze kitu fulani katika nafasi yako. Ikija katika masuala ya tabia za watu, kwa kweli hii ni changamoto, na ndio maana taasisi huwa tunajaribu sana kuhakikisha taasisi kuweka kitu kinachoitwa core values. Hizi ndio values zetu, hizi ndio akhlaki zetu, okay? Na akhlaki hizi maana yake tunashauriana, tunakuja kushauriana katika kuziweka hizo core values. Hizi ndio core values za taasisi. Uchapakazi, umeona kwa mfano hii ni overall kuchunga wakati na mambo kama haya, lakini core values ni nyingi, lakini taasisi huwa zinakuja na core values zake 5, 6, 10 wakati mwingine, na ndani ya hizo 5, 6, 10 kunakuwa na values nyingine hapo ndani. Kwa hivyo mnaposhauriana juu ya tabia fulani zinazokubalika katika taasisi na tabia ambazo hazikubaliki katika taasisi, sasa hapo inabaki kuwa ni wajibu wa kiongozi kusimamia hizi tabia, hii mienendo, kwamba inaheshimiwa na inafuatwa, na ni wajibu wa wafuasi kuhakikisha ya kwamba hizo tabia ambazo taasisi hii nazo, yeye anaishi katika tabia hizo. Kwa hivyo inarudi kwa kiongozi kuweza kushauriana na waongoza juu ya tabia, mwenendo unaokubalika kitaasisi au katika jumuiya au katika familia. Hizi ndio tabia zetu, na hizi si tabia nzuri za tabia zetu, okay? Na hivyo yoyote anayekwenda na tabia hizi, okay, huyu ndio anaishi organizational values, okay, na ndio mtu tunayemhitaji hapa, okay. Na mtu anayekwenda kinyume na tabia hizi ni mtu anatakiwa ajirekebishe, na kunaweza kukawa na hizo kamati za nidhamu na kadhalika kwa ajili ya kuchange hizi behaviors, change na kuimprove behaviors of people. Kwa hivyo ndugu yangu, hii ni changamoto ya uongozi wowote, kama kuna tabia ambazo tayari zipo za kitaasisi, kuzisimamia zile values, core values, okay, na kutake measures kwa wale ambao, wachukulia hatua wale ambao hawaishi katika zile core values, okay. Kwa kuna utaratibu wa kinidhamu na nini pale, okay, kwa njia ya, kama hakuna hizo taratibu za kinidhamu na nini, inabaki kuwa ni wajibu wa kiongozi kushawishi, kunasihi yule ambaye haishi katika zile tabia ambazo zinatakiwa, tabia murua na kadhalika, kukaa naye na kumnasihi mpaka itakapokuwa ameweza kuimprove, atakuwa ni mtu anaendelea. Lakini ikiwa hawezi mtu kubadilika, okay, katika mwenendo wake, basi achukuliwe hatua za kinidhamu, azona kinidhamu. Kwa hiyo uongozi unataka kuwawajibisha, wewe uwajibike na uwawajibishe unaowaongoza katika yale mambo ambayo mmekubaliana kuyafanya au mmekubaliana kutokuyafanya. Tumekubaliana sisi masala ya fitina, masala ya kuchelewa, masala ya mtu kutokuwa makini na kazi, kwamba haya ni mambo hayakubaliki hapa.
kufanya kazi shallow, kazi ya hovyo hovyo, kukosekana umakini, kutokuja kwa wakati, kuto kuzungumza lugha isiyokubalika, lugha ya hovyo katika mazingira ya kazi. Haya yanapokuwa yamebainishwa, watu wamekubaliana na watu wanatakiwa wafundishwe, hizi ndo values zetu. Okay? Na haya hayakubaliki hapa na yapatikane mtu anayesimamia haya. Katika baadhi ya taasisi kuna watu wanaitwa Chief Ethics Officer. Watu wamefikia katika taasisi kubwa za kimataifa kuwa na mpaka kiongozi wa kusimamia maadili. Okay, na katika taasisi zetu hizi za kawaida ili jukumu wanapewa mara nyingi HR, Human Resource Office ya Human Resource inakuwa na jukumu la kuhakikisha core values zinasimamiwa, lakini of course bado mwisho wa siku anabeba jukumu kubwa hili kiongozi mkuu wa taasisi, amiri mkuu wa taasisi. HR ni wasaidizi, ni jicho, ni watu muhimu, lakini kama HR naye hafanyi kazi yake, maanake kiongozi unatakiwa intervene, play role yako, kwa sababu huyo anakusaidia tu katika jambo hilo, lakini overall responsibility ni ya kiongozi wa juu kabisa. Kwa natumai maelezo haya marefu yatakuwa yamejaribu kupatia mwangaza, kwa maana tunapoishi kijamii, hata katika kijamii kuna mambo yanakubalika, ama Uislamu ambao wenyewe umekuja na values zake. Hizi ndo values za Kiislamu, hizi sio values za Kiislamu, na ndio maana katika mfumo wa kidola wa Kiislamu kunakuwa na measures zinachukuliwa, hatua zinachukuliwa. Ukiishi nje ya akhlaki za kisawasawa, okay, kuna hatua utachukuliwa. Ukiishi katika akhlaki za sawasawa, maneno sawasawa, utaishi vizuri na wenzako na mambo yatakwenda sawasawa. Okay? Ile vile unapokuwa kiongozi katika jumuiya ni muhimu sana kuja na hizi core values, zijadili, muafikiane na zisimamiwe. Kusimamia hapa ndio huwa wakati mwingine inakuwa changamoto kubwa ya kiongozi. Wakati mwingine ndio kunakosekana uadilifu, fulani anachelewa achukuliwe hatua, mwingine akichelewa hivi inaonekana hakuna fairness. Hapo tayari uongozi unaanza kuonyesha udhaifu katika jukumu la fairness, katika hii core pillar ya uadilifu. Kwa hivyo ni muhimu sana kiongozi ukisha kwamba una mold character, na ndio maana tunasema kiongozi ni role model, awe yeye mwenyewe ni mfano na asimamie wengine katika kuishi kwa katika zile values kwa namna ambayo inakubalika. Naomba niishie hapo. Asante sana kwa swali lako zuri. Ningeomba nikome hapo na nawaruhusu kwa kweli nyote kuendelea na majukumu yenu, na mimi najaribu kuangalia namna ya kuweza end session hii katika mtandao. Asanteni sana, na maswali mengine naomba tuyaweke katika WhatsApp group na tutazidi kuyajadili imma kwa kuandika au kwa kuweka voice. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'a salam.